kutakuwa na misa ya shukrani na graduation kwa jimbo zima kwa ajili ya viwawa na wanatiwa ICS wote. Swali liliulizwa, kwa nini taasisi za kanisa na hasa shule hawajiungi au hawaungani na sisi katika tiwa ICS katika matukio mbalimbali? Nami niliwajibu kuwa lengo la tiwa ICS ni kumleta Kristo katika mazingira ya wanafunzi katika umoja wa pamoja, na tayari wenzetu hao mazingira ya wanafunzi yao yameandaliwa kuwa Kristo wako pamoja nao. Ndio maana mnasali asubuhi, ndio usali sasa tukubele, ndio maana mnaabudu, ndio maana mnasali rozari, ndio maana mnaenda kufanya matendo ya huruma. Haya yote yanabainisha kuwa mazingira haya mpo na Kristo, na licha ya tofauti yetu ya imani mbalimbali ya dini na madhehebu, lakini tunakuwa katika ulinzi na usalama wa Mungu. Sisi sote na imani tunaamini juu ya habari ya Mungu, na Mungu yuko. Kwa hiyo haya ni mazingira yanatusaidia, ingawa kwa hakika tunajaribu kutafuta occasion ambazo hazitakuwa hatarishi, walau hata moja kwa mwaka, kuunganisha wote kwa pamoja, au iwe ni graduation au ni misa pamoja, walau moja, waunganisha taasisi zote za kanisa. Kwanza taasisi za kanisa pekee yao, alafu taasisi za kanisa na wanatiwa ICS wengine wote mara moja. Tunafanya mpango na kuratibu vizuri. Nafikiri kuanzia mwakani tutaeleza ni siku gani kuangalia ratiba za taasisi zote za kanisa na shule zingine ili tuweze kukutana. Na hiyo inafaa kwa afya ya akili na hata afya ya roho inafaa. Kwa hiyo tutafikiria hiyo namna kuweka na tukileta kwenu Baba, tunaomba mtupokee. Tuna nia mbaya ya nzuri iliyonyooka.